Tukiomba kwa ajili ya wagonjwa, kumbukeni kumwombea mjomba Turudie tena wimbo huu. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke, yu peke. Hapana mpozi kama Yesu, yu Jumapili iliyopita nilikuwa nazungumza na wewe sana kwamba uwezo wa kuondokana na shida, matatizo hauko kwa mwingine isipokuwa unao wewe mwenyewe. Nilisema sana hilo jambo kwamba baada ya kuwa nimeangalia Biblia hii kwa upana wake, kuambia kwamba Mungu amemuumba mwanadamu tofauti na kiumbe kingine chochote. Na ndio sababu Mungu hawezi kusema na kuku, Mungu hawezi kusema na ng'ombe, wala hawezi kusema na twiga. Mungu anasema na mwanadamu. Haleluya. Kwa sababu amemuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Na kwa sababu amemuumba kwa mfano huo, Mungu hataki kuwa dikteta, akampa mwanadamu nafasi ya kuchagua. Nilisema sana, na najua hilo somo utaendelea kulitafakari na kulitafakari na kulitafakari. Jenga tabia ya kutoacha maneno yanayosemwa hapa ukayasahau, yanakuwa yana maana kubwa. Unaona, hata Batimayo alipokwenda kwa Yesu anapiga kelele kweli. Yesu alipomuita alimuuliza swali, unataka nikufanyie nini? Aliposema nataka kuona, Yesu akasema basi upewe kuona. Yaani hizo ndizo kanuni za Mungu. Hiyo ndiyo kanuni ya Mungu kabisa. Unapokuja ndani ya nyumba ya Bwana, hata asubuhi ya leo, lazima uwe na kitu fulani ndani ya moyo wako, utakipokea. Maana ukija unakitaka huko, ukifika hapa kwenye madhabahu kazi yake ni kutamka, na hicho kitu kinakuwa haki yako. Haleluya. Basi leo nataka nizungumze jambo lingine la muhimu, kwa sababu katika dunia hii hili jambo lazima kila mmoja linamhusu. Nimesema umuhimu wa kuwa na rafiki sahihi katika maisha ya wokovu. Leo nataka nizungumze juu ya hii point. Umuhimu wa kuwa na rafiki sahihi katika maisha haya ya wokovu. Umuhimu wa kuwa na rafiki sahihi katika maisha haya ya wokovu.
tayari najua utakuwa umeshaandika, na kwa kuwa neno la Mungu limeshaombewa, tusome ili twende pamoja. Tusome kuanzia mstari wa kwanza wa Samueli wa kwanza sura ya 18 ili tupate ile pointi nitakayoizungumzia zaidi. Soma nyuma yangu. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, ongeza Sauli, nitawasimamisha. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Sema tena, Yonathani akampenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Sauli akamtwaa siku ile ile Daudi, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Mstari wa 3 sasa ongeza kelele. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana, kwa kuwa Yonathani alimpenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa. Sema, akalivua joho alilokuwa amelivaa, akampa Daudi, na mavazi yake akampa Daudi, hata na upanga wake akampa Daudi, hata na upinde wake akampa Daudi, hata na mshipi wake akampa Daudi. Mithali ile sura ya 27. Mithali sura ya 27. Soma nyuma yangu ule mstari wa 17. Chuma hunoa chuma. Mshike mwenzako mkono sasa, mshike mkono, mwambie, ndugu yangu, chuma hunoa chuma. Ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Sasa nashangaa unasema mdomoni, huko akili iko kwenye Biblia. Acha Biblia. Mshike mwenzako mkono, mwambie, ndugu, rafiki yangu, chuma hunoa chuma. Sema tena, chuma hunoa chuma. Ndivyo rafiki wa kweli anavyonoa uso wa rafiki yake. Haleluya, haleluya. Somo hili ni tamu sana. Mwambie mwenzako, somo hili ni tamu sana. Duniani mtu ambaye sio tahaira hawezi kuishi peke yake. Unaona? Tasoma maandiko mengi alafu nitatoa maelezo kwa ujumla wake. Niongezee maandiko mengine. Yohana 15. Yohana 15 na ule mstari wa 13 mpaka wa 15. Haya, soma nyuma yangu tena. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, kwa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
Narudia, hakuna mtu aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Piga kelele, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Haleluya, haleluya. Maandiko mengine tutasoma huko mbele baadaye, lakini maneno haya ni maneno ya ajabu sana. Andika, nini maana ya rafiki? Nini maana ya rafiki? Au rafiki maana yake nini? Maana ya kwanza, kama tulivyosoma katika Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza, rafiki ni mtu ambaye roho yako inaambatana naye. Rafiki ni mtu ambaye roho yako inaambatana na roho yake. Kwa maana nyingine, sasa nitazame hapa, hii maana hii hutaipata vizuri. Kuna vitu vingine huwa nikisimama hapa vinaniijia. Rafiki ni mtu ambaye roho yako na roho yake vinaambatana na kuwa roho moja, lakini katika miili miwili tofauti. Huyo ndiye rafiki. Yaani roho yako jinsi ilivyo inafanana kabisa na roho yake jinsi ilivyo. Unaona Sasa roho ya rafiki yako na roho yako, yani roho alionayo rafiki yako ndo inakuwa roho yako, na roho yako inakuwa ndio roho ya rafiki yako, lakini katika mwili tofauti. Hiyo ni maana ya kwanza. Ukienda na mimi vizuri, somo hili litakubariki sana. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lakini namba 2, rafiki ni mtu wako wa karibu sana, ambaye anakuwa na nafasi ya kuathiri maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Rafiki anakuwa ni mtu wako wa karibu sana, anakuwa ni mtu wako wa karibu sana, ambaye anakuwa na nafasi kubwa ya kuathiri maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Tutaangalia katika somo hili
Yaani rafiki anakuwa na uwezo wa kuboresha maisha yako ya kiroho na kimwili, au kuyabomoa maisha yako ya kiroho na kimwili. Kwa nini? Kwa kuwa unakuwa karibu naye sana, unakuwa umemshirikisha mambo yako mengi sana. Kwa hiyo kuyaboresha ni rahisi, au kuyabomoa ni rahisi. Tunakwenda pamoja? Kwa nini nalisema hili? Yaani hakuna mtu anaweza kuepuka kuwa na rafiki. Yaani hata Yesu mwenyewe, Yesu ni mwana wa Mungu na akaita mitume 10 na ngapi? Lakini katika hao 12 bado akawa na wangapi ambao alijifunua kwao na kujiweka wazi kwao. Wengine hawakujua hiyo, lakini wale wakamjua in and out, ndani na nje. Ngoja nikusomee kidogo, tutakwenda tupa taratibu, tutaelewana sana somo hili. Mathayo ile sura ya 17, Mathayo sura ile ya 17 mstari ule wa 1 mpaka wa 9. Sema, na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda 3, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Mstari wa 9 wa muhimu sana, sema, na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Sema tena amen, amen. Maana yake wale wengine 9, hawa mitume 3 wasiende kuambia tulikuwa mlimani, huyu tunayetembea naye huyu sio wa kawaida, huyu sisi tumemuona, tumeshuhudia, ni watofa. Wafunge mdomo, wanyamaze. Sema amen, amen. Lakini wale 3 akajifunua kwao, wakamjua kwa undani, wakaisikia na sauti kutoka juu. Haya walikuwa wanasoma tu habari za Musa. Musa akatokea, sio kivuli, yani Musa yule kabisa. Wakamuona Musa. Na kwa nini walimuona Musa? Waliambiwa huyu anaitwa Musa. Leo tumeonana na Musa. Halafu wakamuona na nani? Eliya. Huyu ndio Eliya. Unaona? Haleluya, haleluya. Haleluya.
Wale imani yao ilichochewa, maana kumbe kufa hatupotei, kumbe Musa bado yu hai, yuko hivi, kumbe Elia bado yu hai, yuko hivi. Imani yao ikajengwa. Nani anasikia raha kama anavyosikia raha? Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu kiwango soma tena hii nani vizuri sana. Hiki kitu nakipenda sana. Unaona? Soma ule mstari wa 2 usome mpaka ule mstari wa 3. Taratibu. Mathayo 17 mstari wa 2. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Wakatokewa na Musa na Elia wakifanya nini? Hawa kina Petro walikuwa wasingejua, halafu walishangaa ule mng'ao. Soma tu Biblia hii na uiache kama ilivyo, lakini kuona mtu anang'aa kama jua. Ndio sababu chini pale walifunika nini? Jua likikaribia karibu, huwezi kuendelea kutazama hivi, utaungua, macho yatakufa. Hili jua la kawaida hili, hata haya mataa haya ukimulikwa moja kwa moja hivi, macho yanafanya nini? Kwa akili ya kawaida, we mtu wa mahesabu, Petro na Yohana na Yakobo walipotoka pale, akili zao zilikuwaje? Chukua maiki, tuko darasani, yani akili zao hebu tupe picha tu. Au yani wewe ndo uwe Petro na mwingine awe Yohana, kiwango awe Yohana, alafu katibu hapa awe Yakobo. Mmemwona Yesu live anang'aa. Sasa tueleze akili yako itakuwaje? Utapata msisimuko usiokuwa kawaida katika swala la imani, na namna ambavyo utamchukulia itakuwa tofauti. Kama ulikuwa unamchukulia kawaida, utaanza kumuona katika namna nyingine tofauti na utamwamini zaidi. Akisema jambo utalitilia maanani, na katika kumfuata basi utamfuata ukiwa na uhakika zaidi. Kiwango wewe ndo Yohana, likakutokea jambo hili. Sasa chukua, ndo huko kwenye mlima ule, mnateremko unarudi. Nini utakuwa nayo kwenye akili yako? Kwa kweli kama alivyojibu mwenzangu, nitatoka pale akili yangu ikiwa imebadilika zaidi, nimemuelewa zaidi, nimemwamini zaidi na kumtii zaidi huyu Yesu ambaye nimemwona katika utukufu wake. Hebu mpe na Masai, wewe ndio Yakobo, likatokea jambo hili, ukatoka kwenye ule, picha yako itakuwaje? Kama walivyotangulia kusema wenzangu wawili, kwanza nitamwamini sana, na baada ya hapo nitashikwa na mshangao wa hali ya juu, na imani yangu itaongezeka maradufu. Halafu unazuiwa usiwaambie rafiki zako hayo uliyoyaona. Unaona jela hiyo yani unakuwa unatamani upasuke, uwaambie watu, uwashuhudie. Hapo umeambia si aliwaomba, Biblia inasema akawaagiza. Kifuani walikuwaje? Yani hiyo na yenyewe nikawa na tafakari sana, sema walitembea na Yesu wakiwa na shida sana. Yani wakiona watu wanamchezea wanataka walipuke. Lakini sema amina. Sema amina. Kwa nini nayasema haya? Nataka kukuambia ya kwamba huwezi kuepuka kuwa na mtu anayeitwa rafiki. Wote hapa kila mtu ana rafiki yake wa karibu. Ana rafiki yake wa karibu.
Haleluya. Daudi yeye akaenda mbali zaidi. Daudi akaenda mbali zaidi baada ya Yonathani kufa. Daudi anasema hivi, Samueli wa pili sura ya kwanza. Samueli wa pili ile sura ya kwanza. Naomba kila mmoja afungue hapo na tusome. Samueli wa pili ile sura ya kwanza. Mstari wa 25 na wa 26. Sema, Daudi anasema jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita. Yonathani, wewe umeuawa juu ya mahala pako palipoinuka. Nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu. Ulikuwa ukinipendeza sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kuliko kupita upendo wa wanawake. Kupita upendo wa wanawake. Haya maneno kusemwa baada ya rafiki yake kufa. Mimi nataka bado najenga kitu kwenye ufahamu wako. Yonathani rafiki yake alivua mavazi yake, akatoa na silaha zake, akatoa na upanga wake, akatoa na pete yake, akampa nani? Daudi. Ni watu wawili katika Biblia ambao upendo wao limekuwa kama darasa. Hutapata watu wengine. Utaisoma hii Biblia hii, lakini hutapata watu wengine wanadamu waliopendana kama Yonathani na Daudi. Nakupa homework ukachambue. Labda nikwambie chanzo cha urafiki wao, ili nawe baadaye usiwe na rafiki tu mliyekutana naye barabarani. Chanzo cha urafiki wa Yonathani na Daudi. Turudi nyuma kidogo, tusome Samueli wa kwanza ile sura ya 14. Sura ya 14. Kiwango nikisema fanya haraka. Soma mstari wa kwanza tusikie. Sura ya 14 mstari wa kwanza. Basi ikatukia siku moja ya kwamba Yonathani mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya na tuwavukie Wafilisti ngomeni pale ng'ambo ya pili.
walakini hakumwarifu babaye. Naye Sauli, subiri, tutasoma kwa kurukaruka, maana hiyo ni sura yote. Wako Wafilisti wamekusanyika, wana vita na Israeli. Huu mstari unasema Yonathani akamwambia, alikuwa na kijana wake, unaona, ambaye alikuwa anachukua silaha zake, anasema twende mimi na wewe tuwavukie nani? Hawa Wafilisti hao tuwaue, lakini baba asijue. Soma mstari wa 6 haraka mpaka wa 15. Mstari wa 6. Basi Yonathani akamwambia yule kijana, anzia hapo, nenda haraka. Basi Yonathani akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya, na twende tuwavukie ngomeni hao wasiotairiwa, yamkini Bwana atatutendea kazi, kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, kwamba ni kwa wingi au kwamba ni kwa wachache. Naye huyo mchukua silaha akamjibu, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, angalia, mimi hapa ni pamoja nawe, moyo wangu ni kama moyo wako. Ndipo Yonathani akasema, tazama, sisi tutawavukia watu hawa na kujidhihirisha kwao, nao wakituambia hivi, ngojeni basi sisi tutawafikiria, ndipo tusimame pale pale mahali petu, tusiwapandie. Lakini wakisema hivi, haya, ninyi tupandieni sisi, hapo ndipo tutakapopanda, kwa maana Bwana amewatia mkononi mwetu, na hii itakuwa ndiyo ishara kwetu. Endelea. Yonathani akatwaliwa. 11. Jamani, basi hao wote wawili wakajidhihirisha mbele ya ngome ya Wafilisti, na wale Wafilisti wakasema, kumbe wale Waebrania watoka katika mashimo walimojificha. Nao watu wa ngomeni wakamjibu Yonathani na mchukua silaha zake, wakasema, haya, ninyi pandeni juu hapa tulipo, na sisi tutawaonyesha jambo. Yonathani akamwambia yule aliyechukua silaha, haya, panda nyuma yangu, kwa kuwa Bwana amewatia mikononi mwa Israeli. Basi Yonathani akapanda kwa mikono na miguu yake, na mchukua silaha nyuma yake, na hao watu wakaanguka mbele ya Yonathani, na huyo mchukua silaha zake akawaua nyuma yake. Na uuaji huo wa kwanza waliofanya Yonathani na mchukua silaha zake ulipata kama watu 20 katika nafasi kama nusu ya kiwanja kiwezacho kulimwa katika siku nzima. Kukawa na tetemeko katika marago na katika mashamba na katika watu wote. Watu wa ngomeni na watekaji wa nyara wakatetemeka nao, hata na nchi ikatetemeka pia. Basi kulikuwa na tetemeko kubwa mno. Sema amen, amen. Twende mstari wa 44. Mstari wa 44, sura hiyo hiyo, mstari wa 44 mpaka 46, mistari miwili hii, msome nyuma yangu. Naye Sauli akasema, Mungu anifanyie hivi na kuzidi, kwa kuwa hakika Yonathani utakufa. Walakini watu wakamwambia Sauli, je, atakufa Yonathani ambaye ndiye aliyeufanya huo wokovu mkuu katika Israeli? Hasha! Aishivyo Bwana, hautaanguka chini hata unywele mmoja wa kichwa chake Yonathani, kwa maana ametenda kazi pamoja na Mungu leo. Hivyo hao watu wakamponya Yonathani asife. Ndipo Sauli akakwea na kuendelea. Sema amina kubwa sana. Sasa huyu ni Yonathani. Nataka kukupa picha.
Yaani andika, penda kuandika, lakini penda kunisikiliza. Unajua shida moja wanangu, yaani nilishakwambia penda sana wakati mwingine kunitazama. Nimekwambia chanzo cha Yonathani, nataka nikupe ile picha alivyokuwa jasiri, na kwa matendo yale tayari Israeli wote wameshamwamini nani? Yonathani. Na wanamwambia baba yake Sauli, kama unataka tukuondoe kwenye hiyo nafasi, jaribu kumuua Yonathani, hautaanguka hata unywele wake, maana yeye ametenda wokovu mkuu kwetu. Sema amina. Sema amina. Sasa Yonathani alikuwa amekaa mkao wa kukaa kwenye kiti cha baba yake. Baba yake akifa au likitokea lolote, Israeli wameshamkubali kwamba yeye ndiye atakayekaa kwenye kile kiti. Mwambie mwenzako, Yonathani alikuwa shujaa, lilikuwa jitu la imani, alikuwa haogopi, alileta wokovu kwa wana wa Israeli. Umepata hiyo picha? Sasa iweke hiyo kama A. Sema amina. Sema amina. Tuje ile sura ya 17. Sura ya 17. Sura ya 17. Tutaanzia kusoma ule mstari wa 51. Soma hapa, msome nyuma yangu. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautwaa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao wamekufa, wakakimbia. Nao watu wa Israeli na wa Yuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakawafuatia Wafilisti mpaka ufikapo Gati na mpaka malango ya Ekroni. Nao majeruhi wa Wafilisti wakaanguka kando ya njia iendayo Shaarim mpaka Gati na mpaka Ekroni. Kisha wana wa Israeli wakarudi kutoka katika kuwafukuza Wafilisti, wakateka nyara marago yao. Naye Daudi akakitwaa kichwa chake yule Mfilisti na kukileta Yerusalemu, lakini silaha zake akaziweka hemani mwake. Basi Sauli hapo alipomuona Daudi akitoka ili kumwendea yule Mfilisti, alimwambia Abineri jemedari wa jeshi, je, Abineri, kijana huyu ni mwana wa nani? Abineri akamjibu, mfalme, kama iishivyo roho yako, mimi siwezi kusema. Basi mfalme akasema, uliza wewe, kijana huyu ni mwana wa nani? Hata na Daudi alipokuwa yu arudi kutoka katika kumuua yule Mfilisti, Abineri alimtwaa akamleta mbele ya Sauli, naye anacho kichwa chake yule Mfilisti mkononi mwake. Basi Sauli akamuuliza, wewe kijana, mwana wa nani? Naye Daudi akamjibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehemu. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na Daudi. Yonathani akampenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Sasa sikiliza, Yonathani nimekueleza sifa zake, CV zake. Sasa B, andika, kijana Daudi naye alikuwa ni mtu shujaa mwenye imani, alikuwa ni kijana jasiri sana,
ambaye alijitosa kupigana na Goliati aliyekuwa analitukana jeshi la Israeli na kulifadhaisha. Daudi alipokwenda kupambana naye na akamuua yule Goliati, na akarudi na kichwa amekishikilia mbele ya Sauli baba yake na Yonathani, na anamhoji, yani Sauli anamhoji Daudi, Yonathani akiwa amekaa pale anaangalia. Yale majibu ya Daudi kwa mfalme Sauli ambaye ni baba yake na Yonathani yalimfanya Yonathani ashangae, na ule mshangao ndio uliompelekea Yonathani kuona kwamba huyu sasa ndiye anayefaa akae kwenye kiti ambacho ningekaa mimi, maana yeye amefanya mambo makubwa kuliko mimi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yani hebu pita, njoo hapa. Kwa nini napenda kufundisha kwa vifaa? Nataka vitu viwe. Huyu ni Yonathani. Sawa eh? Yonathani huyu. Sema huyu ni Yonathani. Piga kelele, sema huyu ni Yonathani. Na Onesimo njoo hapa. Na huyu ni Daudi. Sawa eh? Sogea tu hapo karibu hapo. Sasa Daudi ametoka kumuua nani? Goliati. Ana kichwa cha Goliati amekishikilia. Mimi baba yake, mimi mfalme anayetawala nchi wakati ule, nikaanza kumuuliza, Daudi, wewe mwana wa nani? Baba yako anaitwa nani? Sasa Daudi anaanza kunisimulia mimi, yeye ni mwana wa Yese, na anasimulia akiwa ameshikilia kichwa cha nani? Cha Goliati. Yonathani yuko hapa anamsikiliza kwa umakini mkubwa. Yale maelezo ya Daudi, unaona, kwa mfalme Sauli yakamfanya, unaona, Yonathani apendezwe na Daudi. Unanielewa? Na roho yake ikaambatana na Daudi kiasi Yonathani akaona yeye hafai tena kuja kukaa kwenye kiti hiki baba yake akifa. Akatoa, yani ile kuvua na kutoa na pete, maana alikuwa yani yeye anajiondoa, ni kama anamurithisha huyu hapa. Hamjanielewa? Mtanielewa tu leo. Nasema nifundishe taratibu mpaka mnielewe. Haleluya, haleluya. Unajua ndo sababu, sikiliza nikwambie, ndo sababu katika Israeli, na kama unasoma Biblia vizuri na unasoma hadithi za wafalme, Daudi alikuwa analaumiwa sana na ukoo wake na jamaa zake, yani ndugu zake, jamaa zake. Unanielewa? Alipomtwaa mtoto wa Yonathani anayeitwa Mefibosheth, mlemavu wa nini? Wa miguu, na kumwambia utakula mezani kwangu siku zako zote. Na akasema yale mashamba yote yanayohusu familia yako utalimiwa, na fedha yote na mali yote utapewa wewe yote. Jamaa yake walikuwa wanajiona, huyu Daudi mbona akili hana? Kwa nini? Historia za kifalme zinasema hivi: mfalme alipokuwa kitini, anapoondolewa kitini, mfalme mwingine anayekuja hapa kwenye kiti chake, jambo la kwanza ni kuhakikisha ananyang'anya mashamba yote na mali zote. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha ile familia ya kifalme inanyanyasika, inafilisika. Yaani usione leo hii duniani mtu akitoka kwenye kiti chake vinainuka visasi.
halijaanza leo, yani ni katika Biblia. Sema amina. Sema amina. Hebu nisomee hiyo, inanijia hapa Samueli wa pili sura ile ya 9. Nataka tuende tu, nataka somo letu ni urafiki, lakini lazima nikuonyeshe chanzo na urafiki. Nisomee sura ya 9 mstari wa kwanza, soma kwa sauti, soma yote wasikilize hawa. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yoyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yuko katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Debari. Basi mfalme Daudi akatuma watu wakamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Debari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nao utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, mali yote aliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula ale. Lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 10 na watano na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru. Na kwa habari ya Mefiboshethi mfalme alisema, atakula mezani pangu kama mmojawapo wa wana wa mfalme. Hivyo Mefiboshethi alikuwa na mwana mdogo, jina lake akiitwa Mika, na watu wote waliokaa nyumbani mwa Siba walikuwa watumwa wa Mefiboshethi. Basi Mefiboshethi akakaa Yerusalemu, maana alikuwa akila chakula siku zote mezani pa mfalme, naye alikuwa na kilema cha miguu yote miwili. Haya, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nimekuambia rafiki kwanza ni mtu ambaye roho yako inaambatana na roho yake, inakuwa roho moja. Sema amina. Sema amina. Lakini nikakwambia na tafsiri ya pili, rafiki yako, unaona, ni mtu anayekuwa karibu sana na roho yako na anakuwa na uwezo wa kuathiri, yani kuboresha maisha yako kiroho na kimwili au kuyabomoa. Sasa Yonathani, unaona, Yonathani angegoma, asingempenda Daudi kama roho yake, Daudi hata siku moja asingetawala. Utawala ungefuata mtiririko wa nini? Wa mfalme Sauli. Lakini Yonathani kwa sababu alimpenda Daudi kama roho yake, akavua hayo yote, akaona Daudi anafaa kuliko mimi. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Sasa rafiki wa kuacha nafasi kama hiyo
ili upewe wewe, wapo duniani? Nauliza, wapo? Wamama, mbona nauliza? Yani wewe una nafasi Ngoja nichukulie tu mfano una nafasi ya kuolewa na fulani, akakupenda na wewe ukampenda, lakini akatokea mwingine. Sasa ukasema, mimi kwa kweli, kwa kuwa tu marafiki na kuacha sasa wewe uolewe, mimi nibaki bila. Au natoa mifano isiyoeleweka? Haleluya. Nataka niwaingizie kitu uone jinsi ambavyo Jonathan alifanya jambo kubwa sana la ajabu. Ukikaa ukatafakari unasema, kweli huyu alikuwa rafiki wa Daudi. Acha kuoa, kuwa rais wa nchi. Nafasi ile ni ya kwako. Israeli yote imekukubali, unaivua kwa hiari yako, unamkabidhi mtu mwingine. Ndio sababu Daudi alipokaa kwenye kile kiti baada ya Jonathan kufa na baba yake, Jonathan akakumbuka agano lake na nani? Daudi akakumbuka agano lake na nani? Daudi akauliza, hivi familia yote ya Sauli imekufa jamani vitani? Ndo akaambiwa yuko mtu mmoja anayeitwa Mefiboshethi, mtoto wa nani? Wa Jonathan. Daudi akatoneshwa, chip, yuko wapi huyo? Yuko kule sijui nini. Alafu nilikuwa nasoma kuna commentary moja ikanifungua, inasema hivi, Jonathan, unaona, yule Mefiboshethi hakuwa mlemavu alipomzaa. Unaona, Mefiboshethi amelemaa akiwa na miaka 5. Wakati ule wanakimbia, wakati wa vita, yeye Mefiboshethi alibebwa na yaya, anakimbia vita kule. Baadaye wakati wanapita kwenye korongo, yule Jonathan akachomoka mgongoni, akaanguka chini, akavunjika miguu yote. Hakuwa mlemavu toka kuzaliwa, lakini alipata ulemavu huko safarini huko. Kwa hiyo akawa ni mlemavu. Lakini Daudi anasema, potelea mbali, awe na miguu hana, lakini kwa sababu ni mtoto wa Jonathan atakaa kwenye meza. Haijawahi kutokea duniani, sio wakati ule mpaka leo. Na sio kwamba Mefiboshethi alikuwa anakula na mfalme Daudi, yani chakula cha nyumbani, never. Hata wakija wafalme wenzake, Mefiboshethi yuko pale pale, ni mmoja wa wageni maalum wanaokula na wafalme wanaoalikwa kwenye vifa aliyoiandaa Daudi. Sasa jambo lile lilikuwa linashangaza na ukoo wa Daudi, maana walitazamia Daudi angeanza kulipa visasi kwenye ukoo wa Sauli, maana Sauli amemuinda Daudi kwa miaka 13, anaisaka roho yake. Kwa hiyo Daudi alitakiwa alipize kisasi, awanyang'anye kila kitu, wasote. Lakini Daudi anasema, mali yote ya Sauli nimempa Mefiboshethi. Mtakuwa mnalima yule Siba, unajua unaweza ukasoma tu juu juu, lakini saa ya kilimo watu 36 walikuwa wanaingia kwenye kulima mashamba yaliyokuwa ya Sauli kwa ajili ya kumletea nani? Watu wangapi? Hebu soma pale.
Soma ule mstari wa 6. No, sio wa 6, mstari wa 8. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini, hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. Endelea. Nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula ale. Lakini Mefiboshesi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15. Sema wana 15. Na watumwa 20. Na watumwa wangapi? Jumla ni ngapi? Jumlisha na yeye mwenyewe anakuwa wangapi? Kazi yao sema amina. Watu 36 wanalima eka ngapi kwa siku? Tuseme hata tuchukulie eka 5. Eka moja inaweza kulimwa na watu wangapi kwa siku moja? Chukulia hata 7 basi. 36 ukigawa kwa 7 unapata 40 30 eka 5 kwa siku. Kwa mwezi wamelima eka ngapi? 150 na kupalilia. Hii Biblia uipende, mwambie mwenzako uipende hii Biblia. Isome uitafakari. Sema amina. Yote hiyo Daudi anatoa maelekezo mtoto wa Jonathan afanyiwe hayo yote kwa sababu Jonathan alimpenda Daudi kama roho yake mwenyewe, na Daudi akampenda Jonathan kama roho yake mwenyewe. Sema amina. Sema amina. Roho zao zikaambatana. Kwa hiyo huyu ni chuma akanoa chuma. Sema amina. Mwambie chuma unoa chuma. Sijaona kama mnanielewa. Mwambie tena mwendako, chuma unoa chuma. Rafiki anao uwezo wa kuboresha maisha yako au kuyabomoa. Au kuyabomoa. Mwambie mwendako, hivi unamuelewa baba mchana wa leo? Nataka kukusogeza mahali usiwe na marafiki uchwara. Sema amina. Sasa Jonathan kakae na wewe Daudi kakae. Haleluya. Haleluya, haleluya. Najua wakati mwingine kanisa ni vizuri niwaletee hali ya maisha tunayoyaishi kila leo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Najua kwenye somo langu huku mbele nimesema mimi nimekuwa shahidi wa vilio, na mimi mwenyewe niliwahi kulizwa na mtu aliyejifanya rafiki yangu. Nikiwa mgumu, nimeokoka, nilikuwa na rafiki yangu tunapendana, mkerewe mwenzangu wa nyumbani. Kaja akakaa nyumbani kwangu, naenda kazini na mwacha pale. Kumba ananichora. Nona. Kapiga mwezi yuko pale. Akaanza kujua paka majirani pale National Housing wakamfahamu. Kamfahamu. Siku ilipotimia, wakati nilikuwa naenda kijiji kimoja kinaitwa Machochwe mbali, najua nitarudi jioni. Jamaa akafunga redio yangu wakati ule,
kafunga na nguo zangu na mashuka, na majirani wakajua labda anakwenda kufua, akaenda akapanda basi. Mimi narudi jioni, nyumba nyeupe, redio hamna, nini hamna, kila kitu hamna, rafiki. Na majirani hawakushtuka, maana nilimfanya rafiki, akanifagia fiu. Wakati ule hatuna hizi simu eti utampigia, hatuna. Ikabidi niombe ruhusa, nikafunga safari kurudi kijijini. Naenda kijijini, unaona, nakuta ile redio, maana ilikuwa redio kubwa. Sasa anapigisha muziki kijijini. Kwa kweli Mungu aliniokoa. Nikamwambia fulani ndio umenifanya hivi. Nikawaeleza na wazazi wake, wazazi wakaja juu. Nikamwambia nimeamua kumsamehe. Jamaa yuko kule sasa, ni bosi kijijini. Ile redio ni ya kupiga muziki. Wanaimba wakati ule tuna rumba letu kule. Na nimekuwa shahidi hata nikiwa hapa Arusha, marafiki waliokuwa wanatembea kwa pamoja, naona kama wameshibana, wamerizana. Sema amina ya nguvu sana. Amen. Sema amina ya nguvu sana. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Bwana asifiwe ndugu zangu. Amen. Naenda haraka, nataka nikimbie niende kwenye pointi fulani. Hebu mwambie mwenzako tena, chuma unoa chuma. Yonathani kwa kuwa karibu sana na Daudi. Sema Yonathani kwa kuwa karibu sana na Daudi, na roho yake kuambatana na rafiki yake Daudi. Yonathani akamfaa sana Daudi. Sema Yonathani akamfaa sana Daudi. Kwanza akamfaa Daudi asife. Baba yake alipoweka njama za kutaka kumuua Daudi, Yonathani alitoboa ile siri na Daudi akaenda zake. Sema Daudi akaenda zake. Utaenda kusoma nyumbani Samueli wa kwanza sura ya 20 yote, uone Yonathani alivyomnoa Daudi wakati baba yake anaandaa saa ya mwandamo wa mwezi wakae kwa pamoja, na ameandaa kumuua siku hiyo hiyo. Na Daudi anamwambia Yonathani, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti, maana baba yako amepanga kuniua. Yonathani anamwambia, ngoja niende nitaongea na baba yangu. Kwa nini akuue? Nenda kajifiche. Wakampa ishara na kila kitu. Unajua pale pale kwenye chakula Sauli alimuuliza Yonathani, maana alijua Yonathani, unaona, wameshibana sana na Daudi. Sura ile huwa ni tamu sana. Yonathani akamwambia, Daudi aliniomba ruhusa, amepatwa na 1, 2, 3. Kwa baba yake alikasirika, akatoboa siri. Akasema, huyu Daudi akiwa hai, wewe hutatawala, wewe utakaa kwenye hiki kiti. Unaona? Akatoa mkuki wake akatupia. Yonathani akakwepa.
Alimtukana matusi mabaya ya nguoni mpaka ya mama yake. Sina haja ya kuyasoma. Yonathani akajua kumbe baba yangu anataka kumuua Daudi. Daudi akamwambia nenda zako, Bwana atafanya njia, utatawala tu. Sema amina. Amen. Alimnoa kumnoa. Nataka upige kelele machuma unoa chuma. Sema amina jamani. Yaani hamu yangu, kwa nini nafundisha hili somo, nitakuja andiko nililosoma mwanzo, lakini natamani uwe rafiki wa kuboresha urafiki wenu kwa mwenzako, sio kuubomoa. Uwe rafiki wa kumnyanyua ndugu yako. Unajua kuna urafiki mbovu. Kuna urafiki mbovu ulioandikwa katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri ile sura ya 5. Mhubiri ile sura ya 5. Mhubiri ile sura ya 5. Hebu tusome ule mstari wa 10. Nitataka sana ule wa 11 na 12, lakini ili apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba nyongeza. Hayo nayo ni ubatili. Haya, mstari wa 11 sema, mali yakiongezeka hao walao nao wanaongezeka, na mwenyewe ufaidiwa nini? Ila kuyatazama kwa macho yake tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mshike mwendako mkono, mwambie fedha yako ikiongezeka, marafiki watafuti, wanakufuata wenyewe. Hawakufuati kwa sababu wanakupenda, wanafuata mali yako ulionayo wale. Hilo ni jambo la kawaida, si ndio jamani? Hilo ni jambo la nini? Mwambie mwenzako tena, hilo ni jambo la kawaida. Mpigie kelele, mwambie hilo ni jambo la kawaida. Haleluya, haleluya. Yani mali ikiongezeka utafuti marafiki. Mali zitafuta tu watu. Mtazama hata rafiki yako uliye naye. Mtazame tu. Sio waumu kanisani. Mtazame kwenye mindset yako. Huko nje huko, huyo mnayeshikana, mnatembea naye, mnashinda naye. Mtazame. Asije kuwa ana sababu. Asije kuwa ana sababu. Mithali 14 yeye anasema hivi. Mithali 14 anatuambia neno kubwa. Tuambia neno kubwa. Mstari wa 20, soma nyuma yangu. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Chukia umaskini. Amen.
Kiwango umeelewa hii point? Lakini yaani ukiwa maskini hata majirani wanafanya nini? Hawana furaha na wewe, huna msaada kwao. Chukia umaskini kwa jina la Yesu. Lakini pointi yangu ilikuwa ni hiyo kwamba lakini tajiri ana marafiki wengi. 19 Mithali 19 na ule mstari wa 4. Soma nyuma yangu. Utajiri huongeza rafiki wengi, bali maskini hutengwa na rafiki yake. Nimetangulia kuambia kwa unapotajirika marafiki wanaongezeka tu wenyewe. Ndio sababu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio sababu kanisa likijengwa katika sura ya kutazamana, huu ni matajiri wajipange, wasaidiane wao kwa wao, na maskini wakae hivyo hivyo solemba, kanisa halitaenda. Na wengi hawaelewi. Mimi leo natoboa siri. Katika makubaliano yangu na mke wangu, tukasema wale watu wanyonge wanaoonekana kama dhaifu, tuwekeze nguvu zetu huko. Hao ndio watakao tuletea baraka. Hao ndio watakao tuombea. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nitoe mfano. Bwana Yusufu upo? Hebu njoo hapa bwana. Nimesikia vizuri bana. Nikupe, ndio hiki kitu ndicho nacho rafiki yangu. Yohana njoo. Hiki ndio nilicho nacho bana. Ngoja nikupe. Kati ya hawa wawili, nani ataiona hiyo 10,000 nimempa kitu cha maana? Narudia tena, kati ya Yusufu na Yohana, wote nimewapa shilingi 10,000. Kati yao nani atakifika nyumbani atasimulia hata mke wake, leo Mungu ametenda muujiza? Nani atasimulia? Yusufu, ukitaka kuwa mkweli, mpe maiki, shika hiyo. Ukifika nyumbani utaanza kumsimulia mke, Mungu ametutendea muujiza. Sema ukweli wa moyoni. Ni kweli nitasema. Nitasema. Sababu ukisema ndio limeandikwa mbinguni. Ukisema wewe limeandikwa mbinguni. Kwa hiyo hii ndaiona maana kuliko hela lionaye. Aisee, huyu jamaa tumpigie makofi.
Na Yohana utasemaje nyumbani? Shika maiki. Baba, mimi nikifika nyumbani nitashukuru sana kwa sababu nitasema leo muujiza umetendea kanisani. Nimepata baraka kanisani na nimepata pesa. Nendeni mkakae na hiyo hela nimewapa. Asante sana baba. Bwana Yesu asifiweni sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema tena, utajiri huongeza rafiki wengi, bali maskini hutengwa na rafiki yake. Amina, amina, amina. Amina, amina, amina. Mithali 18 hapo hapo juu tu, mstari wa 24 hapo hapo juu tu. Sema, ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu yake waliyezaliwa tumbo moja. Sasa mwambie, hapo ndipo baba anataka kusimamia. Mshike mwenzako mkono, mwambie, marafiki wengi hatari yake kubwa ni kwa uangamivu wako mwenyewe, lakini yuko rafiki anayeweza kuambatana na wewe kuliko ndugu zako. Haleluya, haleluya. Mshike tena mkono, mwambie, marafiki ni wengi na wengi wao wamepelekea wengi wao kuangamia. Mmoja wapo, Daudi alikuwa na marafiki wengi baadaye. Hao ndio waliomgeuka. Sijaona kama unanielewa vizuri. Hao ndio waliomgeuka, aliowapa vyeo na madaraka. Hao ndio waliopanga mbinu za kumpindua. Mnanielewa? Mwambie mwenzako, hata Yehoshafati alikuwa na rafiki mfalme mwenzie, lakini yule mfalme mwenzie akamuuza, akamwambia, tunaenda vitani, we vaa kifalme, mimi acha nivae kawaida kawaida. Ameshamuuza. Na yule mfalme aliyekuwa anapigana naye alikuwa ameamuru jeshi lake wapambane na mfalme tu. Wakati vita vimewaka moto, wakamuona mfalme amevaa kifalme, jamaa wakamwandama. Akapiga kelele, sio mimi sio Ahabu jamani, mimi ameniambia nivae. Ndio akapona, ndio akawindwa mpaka, lakini alishafanya nini? Shauzwa. Aliyemuuza mtoto mkubwa wa Daudi anayeitwa Amnoni ni rafiki yake wa karibu. Biblia inasema mtu mwenye mwerevu wa nini? Akaambia, nampenda Tamari, dawa ni ndogo tu, wewe lala kitandani, jifanye unaumwa, alafu mwambie baba akija hapo, mwambie naomba Tamari aje anipikie chakula. Baba yako hata kataa. Akamuuza. Unaona? Ni kweli alipokwenda kule mzee Daudi akamwambia, haya bwana, nenda Tamari, nenda tukampikie kaka yako kule ana shida na nini. Tamari anaenda, ndo kubakwa, ndo kuuawa na Absalom na mambo mengine. Marafiki. Sitaki nikukataze kuwa na rafiki. Hata Yesu alikuwa na mwingine rafiki anamuita Yuda. Yuda akamgeuka, akaenda kwa maadui wa Yesu. Ndio sababu wakati anakuja kumsaliti, Yuda anamwambia, rafiki, fanya ulilo. Maana alikuwa rafiki wa moyoni.
Mimi ambao wametamani kuniua, nimeponyoka kufa sijui mara ngapi, chupu chupu, lakini walioinjinia ni watu niliowasogeza karibu kabisa. Mke wangu huyu amepona kufa, waliotaka kumuondoa ni watu waliowasogeza. Nawaambia ujumbe mzito, ujumbe wa tahadhari. Ni kweli katika dunia hii huwezi kuishi bila rafiki, lakini umpate rafiki ambaye roho yake itaambatana na roho. Kusema maneno haya sitaki msiaminiane, mkaishi kinamna namna. Lakini ukishafika mahala pa kumuita mtu rafiki, ambaye utamshirikisha mambo yako yote, mambo yako, sema yote, mambo yangu yote. Weka swali, weka swali. Weka swali. Awe ni chuma kweli, awe rafiki wa faida, rafiki aliye tayari kuambatana na wewe hata katika mambo magumu utakayoyapitia. Yonathani anaambatana na Daudi katika mambo magumu sana, na Daudi anakaa na mwanaye Yonathani, Mefiboshethi, mlemavu wa miguu. Muda wake wa kutawala anakula meza moja na mtu kama huyu. Unajua Daudi ametawala miaka 40. Wakati anatawazwa kuwa mfalme alikuwa na miaka 30. Akatawala miaka 40. Daudi amekufa na miaka 70. Mfalme anayeongoza kutawala kwa miaka mingi ni mfalme Manase. Yeye alikufa, alitawala miaka 52. Unaona? Kipindi chote Daudi anakaa kwenye kiti cha ufalme, yuko na Mefiboshethi na familia ya Mefiboshethi na watumwa wa Mefiboshethi. Haikuwa jambo dogo. Sio kwamba watumwa wa Mefiboshethi walienda kulima, kazi yao wako ikulu. Sema amina jamani. Amen. Kwa nini? Roho yake iliambatana na Yonathani. Yonathani kwa kuwa alimtendea mema, na yeye akaishi kwa kutenda mema kama agano walilowekeana bila kulipunguza. Bila kulipunguza. Lakini mwandishi wa Mithali anayeitwa Sulemani anasema yuko rafiki anayeweza kuambatana na mtu kuliko. Unampenda huyo rafiki? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Turudi sasa kwenye maandiko yetu ya msingi. Yohana ile sura ya 15. Yohana ile sura ya 15. Hapana rafiki kama Yesu, yu pekee
yu peke, huyu Yesu. Nataka nisome huyu rafiki yetu ule mstari wa 13 sasa kwa namna nyingine. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Upendo wa Daudi na Yonathani hauwezi kufika hapa. Mstari wa 14, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. 15, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia, unaona, kwa Baba yangu nimewaarifu. Ukichukua ile picha ya Yonathani na Daudi, sasa ukiitoa hiyo ukachukua picha ya Yesu na wewe na mimi, Yesu rafiki mwema. Sijui mtatungaje wimbo nyinyi watu waimbaji, lakini nataka tuone tu jinsi ambavyo Yesu rafiki mwema ambaye anatutoa kwenye majalala, anatuweka mahala pazuri, anatutoa kwenye magonjwa, anatupa afya. Watu ambao tulikuwa hatuna maana, anatufanya wa maana. Watu ambao tulikuwa wanyonge kabisa, anatufanya hodari. Watu ambao tulikuwa hatujulikani, anatufanya tujulikane. Watu ambao ilikuwa tufe kwa kurogwa, anaagiza ulinzi, tunalindwa. Yesu rafiki mwema. Yaani yeye akiambatana na mtu tofauti kabisa na wanadamu, tofauti kabisa. Huyu Yesu uliyempokea usimfanye kuwa kitu cha kawaida. Nataka uone uthamani wa Yesu kuliko ndugu zako, kuliko jamaa zako, kuliko mtu yeyote yule. Jamani, Yesu huyu aliyeimba hapana rafiki kama Yesu, na yeye nadhani alizama akatafakari, mwisho akafikia kwenye uamuzi, hapana rafiki. Yani aliona hapana rafiki kama Yesu. Hapana. Na mimi natangaza mbele yenu, kwangu mimi hapana rafiki namba 1 katika maisha yangu kama Yesu. Nikienda Dodoma anaambatana na mimi, nikisafiri angani yuko pamoja na mimi. Marafiki wengine nitawaacha Arusha, lakini yeye naenda naye hatua kwa hatua, nalala naye, nakula naye, ananichunga, ananipigania, ananitetea, ananiongoza.
Anafanya yale yote kwa sababu nimekuwa rafiki zake. Nimekuambia rafiki ni chuma, kazi yake ni kunoa chuma, kuongeza thamani. Sema amina. Yesu ameongeza thamani yako, hajaongeza? Na kuuliza, ameongeza hajaongeza? Na ataendelea kuongeza. Yeye ni chuma, kila siku ni kunoa chuma, kila siku ananoa. Hata kwenye ibada hii naomba sana, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkiyatenda yale ninayo. Rafiki. Unamwonaje huyu rafiki Yesu? Unambebaje katika maisha yako? Hapana rafiki kama Yesu. Ujumbe wa mchana wa leo, yuko rafiki. Yeye ni chuma, atakunoa tu. Na ukinolewa na Yesu, chuma anayejua kunoa, utanoleka. Utanoleka. Maisha yako yatanoleka. Nani anatamani Yesu chuma amnoe? Kuokoka ni hatua ya kwanza, lakini katika maisha tunayoendelea kuishi, Yesu kama chuma anatakiwa kutunoa kila siku. Chuma hunoa chuma. Ndivyo nani rafiki anafanya nini? Anavyounoa uso wa nani? Ni uso huu. Maisha yako yanatakiwa kunolewa. Nasema tena, maisha yangu na ya kwako yanatakiwa kufanya nini? Hapo ulipofika hayajatosha. Anatakiwa kunoa zaidi. Afanye zaidi. Atengeneze njia zaidi. Afanye mambo makubwa katika maisha yako. Na wewe kazi yako ni kusema mimi namshukuru chuma ameninoa. Sema amen. Na wote humu ndani humu hakuna level ya matajiri humu. Sisi tuna hela za matumizi tu humu ndani. Mshike mwenzako mkono, mwambie humu ndani humu wote tuna hela za matumizi tu. Za kula, hakuna matajiri humu. Huo ni ukweli. Uko na milioni 5 ni hela za matumizi tu. Milioni 10, milioni 100. Tunajua sasa hivi kuna gari inanunuliwa mpaka milioni 700. Sijaona hata mmoja hapa ambaye ana gari ya milioni 700. Manake wote tuna hela za nini? Hela za kula tu. Sema amina. Sema amina. Nilikuwa naangalia hata kwenye nani kuna gari moja sijui sasa hivi huko Ulaya huko. Gari inanunuliwa kwa dola za Marekani milioni ngapi? Milioni 600 sijui mia ngapi. Gari ambayo huhitaji kuwasha. Ukitembea ikikuona inakutambua na kuweka inakuwa imelala, imepoteza na matairi. Kwa hiyo ukifika ikakuona inakutambua, inanyanyuka, inajistati, inajifungua milango. Ukiingia pale ndani pale, mkanda uhangaiki mpaka usukume hivi, unajifyatua tu wenyewe. Sisi bado. Mwambie mwenzako tuna hela za kula tu. Sema amina. Jamani, tusitambiane. Una milioni 100 ni hela ya kula. Tambe hapa kwamba wewe tajiri. Hamna tajiri humu. Wote sisi tuna hela ya nini? Ya kula. Sema amina. Na kwa kuwa na hela ya kula, kula kweli kweli. Basi
huko wenzetu huko sasa hivi wamefika mahala wanaunda magari, sio ndege tu zinazoruka bila rubani. Sasa hivi ni magari ambayo yatakuwa yanaenda yenyewe bila, yani wewe ukikaa tu linaenda. Ukifika kwenye gari unabonyeza unataka kwenda mtaa upi, ni kilomita ngapi, eneo gani, ukimaliza kubonyeza lenyewe linaondoka, linaenda kupaki pale unapoenda. Litakwepaje mataa? Sio juu yako. Litakwepaje wanadamu? Sio juu yako. Litakwepaje kugonga magari mengine? Sio juu yako. We kazi yako kaa. Sema amina. Tunamhitaji Yesu chuma anoe chuma. Tunamhitaji Yesu chuma anoe chuma. Abadilishe maisha, abariki maisha. Sema amina. Yesu hana wivu. Nasema Yesu hana wivu. Narudia tena, Yesu hana wivu. Yesu hata kugeuka. Yesu hata badilika. Sijasikia. Yesu hata badilika. Yesu hata kulinda. Yesu hata kutunza. Yesu hata kuponya. Yesu atapigana na maadui zako. Sema Yesu. Wewe ni rafiki mwema, rafiki wa pekee. Nitashikamana na wewe. Rafiki yako mme anaweza akafa ukabaki mwenyewe. Ulitamba kwa miaka michache, akifa basi. Rafiki yako mke, wanaume nyinyi, mke wako naye anaweza kafanya nini? Lakini nyinyi mnasema akifa nitaoa tena. Kumpata mwanaume atakayesema mimi mke wangu amekufa sitaoa tena, katika 100 ni mmoja. Mmenielewa nyinyi wanawake? Kwa hiyo usijidanganye sana kwamba nina rafiki sana mume wangu mpaka anakuchelewesha kwenye mambo ya Mungu na ibada ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wewe tengeneza na Bwana. Mimi nawaambieni, alafu shida moja, mna baba yenu anayesema ukweli usiku na hata mkichukia. Mimi nawaambia huo ndio ukweli. Huyu anayekuchelewesha kwenye ibada, anayekufanya uache mambo ya Mungu, eti unajua na rafiki yangu, mume wangu, sweet wangu. Wewe sweet awe Yesu namba 1. Mimi nawaambieni kweli. Semeni amina kubwa sana. Semeni amina kubwa sana. Hey. Kuna madume hapa sasa hivi ameshakuja kuniambia nataka kuoa. Wale sweet zao walipokufa, yamesha sahau. Hakuna cha sweet tena. Ameshapiga jicho, ameona sweet mwingine. Wanaume mnisamehe kwenye ujumbe huo, lakini huo ndo ukweli. Hata kama mnanipiga na mawe basi mnyonge mnyongeni. Haki yangu nipeni. Nawaambieni kweli kabisa. Sema amina kubwa sana. Sema amina kubwa sana. Hata Rota ameshapata. Rota hivi karibuni nitatangaza mwenzi wake. Hata fulani naye ameshapata. Na fulani, wote watatu wapenzi wao walilala hapa na ni haki yao. Biblia inasema waoe. Lakini angalizo ni kwa wewe, huyo sweet uliye naye akakufanya ukaharibu upande wa mwanaume Yesu kama rafiki bwana mkubwa. Utajuta baadaye.
Hilo limeingia tusijui kwa nini. Madhabahu na yenyewe inakuaga na vitu vyake hapa, lakini nadhani imekusudia kuponya mwanamke fulani ambaye alikuwa ametelekeza mambo ya Mungu kwa sababu ya sweet aliye naye. Acha ibada ya leo na ujumbe wangu wa mchana wa leo, tamaa yangu na tamani, yaani huyu Yesu ambaye amekupenda akakuokoa kwa neema, ambaye yeye amejitangaza kwamba mimi siwaiti tena watumwa, nyinyi mmeshakuwa rafiki zangu, na rafiki yangu utaendelea kufanya yote ambayo nimekuamuru. Nitaendelea kuwa pamoja na wewe, nitaendelea kujifunua kwako, nitaendelea mimi kuwa chuma nikikunoa kwa mambo mengine makubwa. Ambatana na mimi, shikamana na mimi kama Daudi na Yonathani roho zao zilivyoshikamana. Wao walikuwa ni wanadamu wa mfano, lakini sasa leo yuko rafiki aitwaye Yesu anayeweza kuambatana na roho yako, roho yangu kuliko mtu mwingine yeyote. Hebu inamisha kichwa chako. Inamisha kichwa chako, imba. Hapana rafiki kama Yesu.